cha mazungumzo tunazungumza. Yaani hata tujafika kokote. Ni sehemu ndogo sana. Kwa sababu kama wako kila mahali, labda hapa katikati hapa Samia. Hapo wasikiliza. Wako story fresh, wasikiliza, mwatia story pamoja. Wajua sasa shida mkiona hofu ni masuala mengine. Wajua wao wakishaona hofu katika vitu ambavyo wapelekea kudhuru mtu, la kwanza ni hofu. Ukiwa wewe una hofu, hilo la kwanza, mtu wa kwanza atavamiwa. Wa pili, hii kutoka na janaba ni kitu muhimu mwe katika na nifas, watu katika hedhi zao, usiku mabaharini, milimani, msipende kutembea wakati kama hiyo. Kisha kuna nyuradi sisi za kutoka, za kuingia, kujikinga, kuna kusoma al-Fatiha, Nas, Falak, Ikhlas, Ayatul Kursi. Hizi ni kinga kubwa sana ambazo zilioko. Miongoni mwa mchawi mkubwa wa Kifaransa aliwahi kutoa ushuhuda baada ya shasilimu. Wajua kulikuwa watu wachawi. Miaka hayo. Kwa hivyo akatoa ushuhuda akasema, wallahi mimi nishafanya mambo mengi. Na alikuwa nikidhuru watu wengi sana. Katika uchawi alikuwa mbombea katika uchawi. Afanya mambo yake, yani ukimpelekea tu bwana saka malizia huyo. Hakwati uko kitandani miaka 20. Lakini katika watu ambao nilikuwa nikipata tabu sana mimi, yani hao Waislamu. Sikiza, mzungu si Muislamu alikuwa. Sasa ashaingia katika Uislamu. Kila kijaribu kuna kama dom. Mtakonielewa vizuri? Kuna kama dom, kama kinga iko katika watu fulani akipelekewa, kila kijaribu kufanyisha haifiki. Sasa akasema mimi sielewi, na natuma watu vitu vangu vya nguvu vinakwenda pale, lakini hakuna kitu akirejea wanashindwa. Ina bounce. Ndio baadaye kujua katika jambo kubwa sana linalowasilia Waislamu ni ile udhu na swala 5 kwa siku. Ni kinga kubwa sana mnafanya. Na kisha hawa watu nyinyi hamuelewi kwamba yule anaoswali anakuwa na nuru katika nyuso, katika sehemu anaotawala. Wao huona, nyinyi hamuoni. Kwa hivyo wewe ukiwa waswali unaona kuna nuru fulani inakuwa kutoka kwako wewe wa kuogopa. Tuelewana vizuri? Lakini kihistoria turejee nyuma, ndo kuna masala mingi yanakuja katika Illuminati, zinakuja katika devil worship. Haya yote kuja baadaye. Na hii ni mjadala ulioko. Faransa ambao Sheikh alikaa na miongoni waliopandisha jini, akawahojiana nao, akasema katika babangu jambo kubwa alilofanya ni hili la Illuminati. Bosi, kuna swali kabla hujaendelea. Naam. Nafikiri Madina swala sote hili swala la ulimwengu wa 666 bima Illuminati na swala la majini linawiana ni kitu kimoja ama ni mambo mawili tofauti? Nafikiri tufafanulie kwa faida ya msikilizaji zaidi. Sasa yategemea kwa upande gani. Kuna falsafa iliyoko kwamba kuna watu watakakutawala. Na maandalizi haya yanaandaliwa yule Masihi Dajjal atakayokuja. Kiwao wanamtambua kama ni Mungu. Kulikuwa na ubishani kule mbinguni. Nataka tuelewane vizuri. Kulikuwa na ubishani kule baina Ibilisi na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakashindana, baada ya kushindana kwa hivyo Ibilisi akasema basi mimi nitakuwa katika utawala wa dunia na wewe baki wa akhera. Ni mambo yangawaingia akilini. Sisi tulikuwa Waislamu tuelewa. Unaona? Lakini ni wao na ana enzi yake na yule Ibilisi ukitizama na miaka zaidi ya milioni 6 na mpaka milioni 10. Nani alikuwa mtu mzima sasa hivi. Lakini sasa hivi ulimwengu wa sasa, yani wasema daktari Ibilisi amekuwa mtu mzima. Amebaleze. Baada ya tamba Ibilisi ni kwenye mishipa huko. Unajua majra dami. Nimegundua kitu bosi akieleza anasema Ibilisi. Na maana shetani ni sifa, ushetani ni sifa. Bali Ibilisi ndo yule mwenyewe. Bado pia kuna swali. Shetani kumbe ushetani ni sifa. Wasababu jinsi kusema shetani bali wasema Ibilisi. Sasa hapo kuna majini na mashetani. Majini ni Waislamu waliokuwa waliosilimu wafanya ibada kama vile, ndio pale katika aya sema bana kwamba walikuja sikia Qur'ani ikawaajabisha vitu kama hivyo, kikundi cha Waislamu. Kisha kabla habari wengine bwana kuna mtume hapa bwana asema maneno mazuri. Kwa hivyo kunao wengi waliosilimu. Kuna mashetani ambao walikuwa si Waislamu, kuna waliokuwa Kristo, kuna waliokuwa na dini ya Kiyahudi, kuna kile kama vile wanadamu wanavyoishi. Lakini sasa hii agenda iliyowekwa ya Kiilluminati ni agenda kubwa iliyoingiza waliokuwa mpaka Waislamu
kuna mashehe waliingilia Ndio. hapa, kuna wafalme wa Kiislamu Waliingilia, hapa. naam. Shona na wako katika kikundi, kuna watu waliokuwa na nguvu kubwa kiserikali. Naam. Yani imekuja kutawala na lengo. Baada ya yote sisi tuamini kuna Mungu atakaokuja ambao ni Masih Dajjal. Sasa ndo kasema sitaki kuigusia Mahdi, Imam Mahdi atakaokuja na Masih Dajjal itakavyokuja na Nabii Isa atakaokuja, ikiwa mwanzo hatujafahamu ya mazingira apangiwa vipi kule. Na kuna hadithi ambayo iliyotamba ya jasus, ni hadithi kubwa ya uelelezi iliyokuwa kuna masahaba walipotea katika meli. Walipopotea katika meli wakaingia katika kisiwa cha ajabu, hawaje kufika maisha yao na kukuta mtu lidude la jitu. Wakaja kujadiliana, akasema bana kama wamthibitishia, wakaenda kumuonesha Masih Dajjal. Masih Dajjal amefungwa. Amefungwa na kufungwa. Swali boss ni kwamba Masih Dajjal huyu ni na Ibilisi ni mtu mmoja ama ni tofauti? Masih Dajjal tofauti, Ibilisi tofauti. Kabisa. Nafikiri tumeelewana. Mpenzi msikilizaji, nakupa fursa sasa kwa sababu simu zimeanza simu zinaita jamani. Tangu mwanzo tumpe fursa, naona dakika 43 zimekatika. Tumpe dakika 10 tu atoe maoni yako, salamu zao, alafu tutaendelea. Pamoja na maswali ambayo kwamba mada pana yeye kama kama una swali ungependa kumpongeza bosi wetu, anafaa pongezi. Tunamshukuru sana. Nafikiri pia Madina watu wajikite sana muda, sababu pia tunaangalia muda. Kama moja ama mbili kwa uchache. Salamu alafu swali alafu tuendelee zaidi. Haya. 0727444454 0738648881. Iqra FM, hello. Iqra FM, hello. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bin Juma. Naam, alhamdulillah, nashukuru hapo studio. Salamu zenu nyinyi hapo. Shukran sana. Naam. Mashallah, alhamdulillah, Dr. Bahaidar. Mwenyezi Mungu amjaze kwa kila neema na elimu. Amin. Zaidi. Lakini wallahi mada kama hii manake ni mada inayosikilika mahali kwingi. Na muda unakuwa ni kidogo. Kuna watu ambao wanaweza kufahamu tofauti ya mambo kama hayo, kwa sababu imechanganywa mambo mengi sana. Mambo ya Dajjal, shana na si Dajjal, sio? Shana kuna majini wako hapo ndani, kuna sihiri ambayo imezungumziwa. Ushafahamu? Sasa vitu vyote hivi unaona vikija katika compact moja, inamfanya msikizaji kidogo kama hana utulivu wa kufuatilia, unaweza kumpatia confusion kubwa sana. Kwa hivyo kama ni mada ya sihiri, je, sihiri ni halali kwa mwanadamu kufanya ama ni haramu? Sasa katika vitu ngoja kidogo usiwe na ndio tafadhali. Sasa ukishaeleza yale yakielea ndani ya moyo wa mtu, ataweza kufuata. Sasa atakuwa anajua kuna option mbili, either to take it or not to take it. Ushafahamu? Sasa ndio tuweze kufahamu kweli tunaelekea wapi. Sasa kujua kwa hawa viumbe vingine ambavyo vitatajika huko mbele, nafikiria katika msururu wa Sheikh akiwa atazungumzia zaidi. Lakini mpaka sasa hivi mimi ningeomba kusimamia pahali pamoja. Tunaenda pale Sheikh amezungumzia ile aya ambayo iko katika sura al-Baqara, sio? Kuhusiana na Suleiman hakumshirikisha Mwenyezi Mungu, ila ni mashetani ambao ndio walifundisha watu sihiri uovu. Na unaona kwa kitu kikishasimama hapo tayari kinamuonesha mwanadamu kujiweka kando na kitu gani? Kitu kama sihiri. Sihiri ni kitu ovu kubwa sana. Kwa hivyo binadamu anataka kujiweka mbali na kitu kama hicho, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshamuondoa mja wake mwema na ametufundisha na sisi pia tujiondoe kwa kitu kama hizo. Walipofundishana kitu gani kubwa ambayo wao waliochukua hawa wanadamu katika sihiri hiyo waliofundishwa, na ilikuwa ni mtihani kwa malaika, sio? Kwa wale waliofundisha hawa mashetani hao, Harut na Marut, ile iliyochukuliwa kubwa ni kutengamanisha mke na mume. Kweli? Ndio imetajwa kwenye Qur'ani kabisa. Na hiyo ndio kitu kikubwa sana ambacho ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Je, sasa mimi ndio namuuliza Sheikh wetu akiwa atakuja inshallah Dr. Bahaidar kuendelea na mazungumzo yake.
kwanza tushikilie nukta moja. Je, tunakubaliwa ama tunakataliwa? Na ikiwa tunakataliwa, je, hii jambo ni la haki ama ni la kumconfuse mwanadamu mwema kuweza kupotoka akaweza kupotea? Na ikiwa inaweza kupotosha mtu, kwa hivyo si jambo la kuweza kufanya nini, kushikiliwa. Kwa hivyo langu ni hilo tu, lakini ningeomba sana tuwe makini tukiwa tunaizungumzia hizi, kwa sababu kuna watu ambao wamepopea kwa mambo kama haya na wanapenda vitu kama hivi na wanatengeza pesa juu ya vitu kama hivi na wanataka kuendesha watu katika njia ile nzuri. Na kwa njia ya Qur'ani na kila kitu, Mwenyezi Mungu ameshatupa tiba ya vitu hivi. Inshallah. Kama alivyozungumzia. Kwa hivyo kwa haya machache nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru nyinyi na nashukuru kipindi kiendelee vizuri, lakini tuwe na tahadhari kidogo. Sababu mashikio ni mengi na kuna watu ambao mioyo zao pia ziko na ugonjwa huo. Ushaona, akikuona tu kidogo atataka kukimbilia kukuhasidi. Kwa hivyo angalia ni njia gani ambayo tunafundishana. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Nadhani tukimjibu Bin Juma kabla kuendelea katika simu nyingine, nadhani aya iko wazi kabisa. Wama kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Sasa hapa maneno kwa wazi ni kwamba hakukufuru Nabii Suleiman, lakini walokufuru nani? Majini. Wanafundisha nini? Nafundisha watu sihiri. Lakini kwa ufafanuzi wa zaidi kuna kipengele ambacho sasa ukifuatilia katika historia